msikilizaji wa ZBC, na sasa swali moja kwa moja limeelekezwa ofisi ya Rais Tawala za Mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMCD, ambapo Mheshimiwa Fatma Ramadhani Mohamed, nafasi za wanawake, atamuuliza Mheshimiwa Waziri kwamba je, serikali ina mpango gani wa kuimarisha usafi wa jiji la Zanzibar hasa katika maeneo ya mjini pamoja na ukusanyaji taka na usafishaji wa barabara. Katika ofisi hiyo basi ama katika wizara hiyo mna jumla ya maswali mawili, na tusikilize majibu kutoka kwa waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa. Mheshimiwa Spika, Bismillahirrahmanirrahim. Kwanza awali ya yote na mimi nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia leo Jumatatu tukiwa tunaendelea na funga na saumu kwa salama na amani ndani ya nchi yetu, tunasema alhamdulillah. Mheshimiwa Spika, kabla ya kumjibu Mheshimiwa dada yangu Fatma Ramadhan Mohamed, mwakilishi kupitia nafasi za wanawake, swali lake nambari 15 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha usafi wa jiji letu la Zanzibar, serikali imeamua kuwa na mpango wa muda mfupi na muda mrefu. Kwa upande wa mpango wa muda mfupi, serikali inaendelea kuvimarisha vikundi vya usafi vya kijamii ambavyo vina mkataba na manispaa zetu na mabaraza yetu. Tumekuwa na utaratibu wa operesheni za usafi kwa wiki, kwa mwezi, kushirikiana na vikosi vyetu vya idara maalum. Aidha, kumekuwa pia tukiwa na matukio tukiwatumia masheha wetu kupitia vikundi vya vijana na kina mama kupitia vifaa walivyonavyo katika kufanya kazi na kukusanya taka katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mpango wa muda mrefu, serikali ipo kwenye hatua za mazungumzo na kampuni mbalimbali za usafi, ikiwemo kampuni ya Babore kutoka Afrika ya Kusini na ile kampuni ya Hiles kutoka hapa Zanzibar, ambayo kwa sasa inaendelea kufanya kazi ya usafi katika barabara yetu ya Mnazi Mmoja uwanja wa ndege na barabara ya Kiembe Samaki hadi Kwerekwe flyover. Mheshimiwa Spika, aidha serikali imepanga kununua vifaa vya usafi vya kisasa ambapo jumla ya magari 29 zimeshaagizwa, gari 29 zimeshaagizwa kupitia mradi wa Big Z unaosimamiwa na Wizara ya Fedha. Kati ya gari hizo, gari 2 tayari zimeshawasili na kuanza kutoa huduma. Mheshimiwa Spika, gari 27 zilizosalia tunatarajia kuwasili nchini mnamo mwezi wa Aprili 2026. Vile serikali ina mpango wa kuongeza gari nyingine zikiwemo gari 6 za kusafishia barabara ambazo zitakuwa na uwezo wa kufagia, kutia maji na kudeki barabara. Mheshimiwa Spika, kama haitoshi, serikali imepanga kujenga miundombinu ya kudhibiti usafi kwa kujenga kituo kikuu cha kusafirishia taka katika maeneo ya Fuoni Chunga. Kituo hiki kitatumika kukusanyia taka za manispaa Magharibi A na Magharibi B. Hivi sasa serikali inakamilisha hatua za kufungiana mkataba na mkandarasi wa ujenzi wa kituo hiki cha kusafirishia taka, yani transfer station. Aidha, serikali imekabidhi maeneo 111 kwa mkandarasi kampuni ya Faster Construction Limited kujenga vituo 73 vya kukusanyia taka collection point kwa Unguja, pamoja na kumkabidhi mkandarasi wa kampuni ya Okra Construction Limited kujenga vituo 38 vya taka collection point kwa upande wa Pemba. Mheshimiwa Spika, naomba kuwataarifu wajumbe wa baraza lako hili tukufu kwamba ujenzi unaoendelea wa barabara, mitaro na njia za waendao kwa miguu katika maeneo yetu miongoni mwa mpango wa kuimarisha usafi na kuweka haiba nzuri ya jiji letu. Naomba kuwasilisha. Asante Mheshimiwa Fatma, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi, lakini pia nimpongeze Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri, lakini ningependa kumuuliza swala A na B la nyongeza. Je, serikali imeweka mfumo gani wa usimamizi wa kudumu utakaohakikisha ukusanyaji wa taka kila siku katika maeneo yote na si katikati ya jiji tu? Lakini B, kuna mitaa kwa mfano Kisauni,
bado hakuna utaratibu wote wa uchukuaji wa taka, na badala yake vijana wanachukua kwenye magari ya ng'ombe na wanaenda kutupa katika majumba tu yaliokuwa hayatumiwi. Je, wizara yako ina mkakati gani sasa kuweka mikakati hata zile sehemu nyingine zilokuwa hamjazipangia utaratibu, mkaweka mpango wa muda mfupi ili kuondoa kadhia hii? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, naomba nimshukuru sana Mheshimiwa dada yangu Fatma Ramadhani Mandoba kwa maswali yake mazuri sana ambayo ndani yake ana mchango wa namna gani serikali tumejipanga. Kama nilivyotangulia kusema, Mheshimiwa, sasa hivi tunatafuta mwarobaini wa kudumu. Kama nilivyotangulia kusema, tuna mwarobaini wa muda mrefu ambao hii chaos yote ambayo anasema Mheshimiwa Fatma itaondoka. Lakini kama alivyoshauri kusema kwamba hii ya muda mfupi tunafanyaje? Sasa hivi tunayo maeneo, ni kweli nikiri, tunao maeneo katika shehia fulani ambazo masheha wetu nao wamejiongeza zaidi. Tumewapa nafasi ya kukopa hata magari kwa ajili ya kusaidia kusavu maeneo madogo madogo. Lakini kama nilivyokwisha kusema Mheshimiwa Spika, haya ya muda mfupi ni ya muda mfupi kweli, kwa sababu hivi sasa hivi tayari tuna kampuni ambayo tarehe 25 tunakuja kuanza mazungumzo na kufanya presentation ambayo ina masas ya kutosha kuserve huduma hizi ndani ya si tu mkoa huu wa Mjini Magharibi, lakini tunategemea kwenye eneo kubwa la Zanzibar wanaweza wakaserve, kwa sababu tatizo Mheshimiwa Spika ni tools. Sasa tumeona kwamba yako makampuni sasa ambayo tumeyaita yana tools za kutosha, tunaweza tukaserve hili. Lakini lile la muda mfupi lilolisema, tunaendelea kama tulivyosema. Kweli yako maeneo yana vikundi vipo, lakini kuna maeneo hayana vikundi kama anavyosema zinabeba gari za ng'ombe. Tukubali kwamba yako maeneo, na hasa kama hayo unayoyataja, kwamba kwa sasa vessels ambazo zinatumika, wengine watatumia mawilbero, wengine watatumia vigari vidogo. Lakini kama nilivyotangulia kusema, mwarobaini sasa wa kusafisha jambo hili ni kutumia hii ni ya long term, lakini ya short term just ni mapitio kuhakikisha kwamba tunaweka sasa. Ni muahidi tu Mheshimiwa kwamba kama Kisauni na maeneo mengine ambayo mpango wa muda mfupi haujamiti, tutaweka sawa na huko at least na kumeweza kwenda vizuri. Asante. Mheshimiwa Mihayo au nani? Mheshimiwa Hamisi.